Natumai uko salama. Tunataka tufahamu maendeleo. Mmeingia kambini, najiandaa na michezo yenu minne iliyosalia, ikiwemo mitatu ya ligi, mmoja wa CRDB Cup. Hali inaendaje? Kwanza niweke vizuri kidogo hiyo ieleweke. Yanga tumeanza mazoezi, sio kwamba tumeingia kambini. Kuanza mazoezi maana yake ni wachezaji kuja kuripoti kwenye maeneo ambayo technical bench wanawaelekeza kutania. Na sessions zinakuwa tofauti. Unaweza kuwa kuna session ya gym na kuna session ya kwenye field. Tulianza mazoezi yetu tarehe 1 na tulianzia gym. Tulikuwa kwenye maeneo ya Gymkhana pale, tukaanza gym tarehe 2, tarehe 3 na kuendelea tunafanya pale KMC Complex. Kwa hiyo si kwamba tumeingia kambi. Kambi maana yake ni timu inatoka hapa inakwenda Avic Town. Ukiingia hamna kutoka mpaka specific program tuliyokusudia kwenye hiyo kambi iweze kumalizika. Sasa hivi wachezaji wanakwenda training, wanarudi majumbani kwao. Lakini jambo la pili la kuweka sawa hapo, Yanga ibakisha mechi 3. Mechi 3 kwa maana ya 2 za ligi kuu ya NBC na mechi moja ambayo ni fainali ya kombe la shirikisho la CRDB dhidi ya Singida Black Stars. Hizi 2 za ligi, moja ni dhidi ya Dodoma Jiji na mechi ya pili, of course ya kwanza ni Prison Mbeya, ya mwisho ni Dodoma Jiji, ambayo ya kwanza ya Mbeya itakuwa away na mechi ya pili ambayo ndio ya mwisho kwenye ligi tutakuwa tuko nyumbani dhidi ya Dodoma Jiji. Kwa hiyo kimsingi hizo ndio mechi ambazo klabu ya Yanga imezibakisha kwa mujibu wa ratiba ambayo idara yetu ya mashindano imeshare na sisi, idara ya habari. Hatuna mchezo mwingine zaidi ya hiyo 2 ya ligi na mchezo wa fainali kwa shirikisho la CRDB. Kumekuwepo na ratiba ambayo imetolewa na bodi ya ligi kuhusiana na mchezo wa dabi ambao ni Juni 15. Nyie ndio wenyeji, patikana saizi tiketi hizo zimetangazwa, venue na hamasa za hapa na pale kuelekea dabi, lakini kuna ukimya, na hapo kwenye ratiba yako umeiondosha hii mechi. Kwa sababu gani? Yes, kwanza mimi hapa sitapenda kuzungumza jambo lolote au tamko lolote linalohusiana na bodi ya ligi. Kwa sababu bodi ya ligi ni taasisi au chombo ambacho kina mfumo wake na kuna msemaji wao. Kwa hiyo taarifa zote za bodi ya ligi zitazungumzwa na bodi ya ligi. Mimi nitazungumza yale ambayo yanaihusu klabu yetu ya Young Africa. Michezo iliyokutajia ndio michezo ambayo idara ya mashindano iko nayo, na idara ya mashindano kwenye taasisi yetu ndiyo inaongoza mashindano yote ya timu zetu zote ambazo tuko nazo hapa. Hiyo ripoti inakuja kwenye ofisi ya mtendaji mkuu, naletewa mimi kama msemaji kwa ajili ya kuitoa kwa wanachama. Na wanachama tumeshawatangazia mechi bado ni 2 za ligi na bado fainali ya kombe la shirikisho. Kwa nafikiri hapa tujikite kwenye upande wa Yanga. Hiyo ndiyo position ya club mpaka sasa hivi. Kama kuna mchezo mwingine huo haupo kwenye ratiba ya klabu ya Yanga kwa mujibu ambavyo idara ya mashindano iko nayo. Sasa sijui wewe unataka specific tujikite wapi? Kwenye taarifa kutoka Young Africans mnajiandaje na dabi? Sasa huo mchezo haupo shehe. Haupo kwenye ratiba yetu. Kwa hiyo hatuwezi kujiandaa na kitu ambacho hakipo. Ili ufanye maandalizi ni lazima uwe na specific program ya kufanya. Sisi haipo hiyo program ya dabi. Kwa hiyo hatupo kwenye hayo maandalizi ya kujiandaa na dabi. Maandalizi unayoyaona ni kujiandaa na mechi ya Prison, kujiandaa na mechi na Dodoma Jiji ambazo ndio ziko mbele hapa. Na ndio mechi ambazo idara ya mashindano imezielekeza kwa idara zote za club kufanyia kazi. Maana idara ya habari inakuwa inajua, idara ya ufundi inakuwa inafahamu, idara zote supportive kwenye mechi zinapewa hiyo taarifa. Kwa hiyo sisi hatuna taarifa ya mechi nyingine kutoka kwenye idara yetu. Kwa mujibu wa ratiba yenu sasa, mnafuata ligi Prison? Taarifa kamili bado sijaipata. Bado vikao vinaendelea kwenye ofisi ya mtendaji mkuu kushughulikia sasa date hiyo, tujue availability ya ndege
na lini tutafika, ili tuwajuze pia wanachama mapema, kwa sababu Yanga tuna utamaduni huu wa timu kupokelewa inapokwenda. Kwa hiyo naamini pia Mbeya last time tulikuwa na mapokezi mazuri, kwa pia this time around tukifika, naamini inshallah tutapata mapokezi mengine mazuri na tutakuwa na hamasa kubwa kwenda kupata matokeo mazuri kwenye mchezo. Kamwe lisemwalo lipo na kama halipo laja. Na semekana serikali wameingilia kati issue yenu ya dabi, na wao pia mmewagomea kwamba mchezi, ama likoje hilo? Kwanza serikali naamini sauti yake kwenye michezo ni wizara husika, wizara ya michezo, sanaa na utamaduni. Na kama nitamnukuu vizuri Mheshimiwa Waziri Palamagamba Kabudi kwenye hotuba yake ya wizara yake mbele ya Bunge, alisema serikali haihusiki kabisa na maamuzi yoyote ya Kariakoo Derby. Imeliacha jambo hilo kwa mamlaka za mpira wa Tanzania. Kwa hiyo tafsiri yake, kama Mheshimiwa Waziri amelisema hilo, maana yake wote wanaozungumza kwamba serikali imeingilia hili jambo ni habari ya uongo, kwa sababu Mheshimiwa Waziri ameshaliweka hilo sawa mbele ya Bunge. Lakini la pili, taasisi hii inayoitwa Yanga Afrika, taasisi hii haijawahi hata kwa bahati mbaya kwenda tofauti na maelekezo ya serikali. Haijawahi hata kwa bahati mbaya. Sitokee mtu huko akatengeneza ajenda zake, akatengeneza uongo ambao ukaonyesha kwamba Yanga Afrika eti inaigomea serikali. Kwa serikali hawajatufuata, hawajawahi kutushirikisha lolote kwenye hili jambo, ukiondoa kikao cha mwisho ambacho wote nyinyi mashahidi mlikiona. Hatujapokea maelekezo yoyote ya serikali, na serikali yenyewe imeshaiambia public kwamba jambo hili lipo chini ya mamlaka za mpira. Kwa hiyo Yanga hakuna mahala imepewa maelekezo ya serikali ikayagomea. That's not true. Huo ni uongo. Na taasisi hii ya Yanga, nimekudokeza shehe, serikali hii hasa ya awamu ya 6 ya Daktari Samia Suluhu Hassan, sisi kama Yanga tunaamini tumetembea pia na upepo wa Mheshimiwa Rais. Vile ambavyo sekta ya michezo imekuwa, na sisi Yanga tupo katika upepo huu, kwa sababu ndani ya uongozi wake Mheshimiwa Rais, Yanga imecheza fainali, Yanga imecheza robo fainali, tumekuwa na mafanikio makubwa ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Lakini pia angalia upendeleo mkubwa ambao tunaopata sisi kwa serikali yetu, kuanzia kwenye hamasa ile ya goli la mama. Angalia hamasa kubwa ambayo tunaipata tunapocheza fainali. Tulipoa sisi ndege ya bure na Mheshimiwa Rais. Mechi yetu ya fainali hapa, Mheshimiwa Rais ailipia viingilio, watu wakaingia bure kutazama ile mechi. Mheshimiwa Rais, mechi yetu acheza na Mamelodi robo fainali, tulipata sisi mashabiki wetu gari ya kusafiri hapa kuelekea South Africa kwa ajili ya mchezo. Kwa hiyo tuna mengi mazuri ambayo tumeyapata chini ya uongozi wa Daktari Samia Suluhu Hassan. Kubwa zaidi, kama unakumbuka, Mheshimiwa Rais alialikwa Malawi kwenye sherehe za uhuru wa taifa la Malawi, na alichagua klabu yetu. Tuliondoka sisi na Mheshimiwa Rais kwenda kucheza mechi ya kirafiki pale Malawi. Kwa hiyo sisi tunaamini chini ya uongozi wa Mheshimiwa Rais tumepata mafanikio makubwa, na tunamwombea kheri aendelee kuwepo zaidi na zaidi, kwa sababu upepo wetu na sisi unaonekana nyota itakuja kung'aa, tukachukua hata ubingwa wa Afrika chini ya uongozi wa Mheshimiwa Samia. Kwa hiyo hatujapokea hayo maelekezo, na tunasimamia kwenye yale ambayo ni maelekezo ya serikali kupitia wizara ambayo Mheshimiwa Kabudi aliyasema hadharani kwamba jambo hili lipo kwenye mamlaka. Kwa hiyo sisi Yanga unavyoona sasa hivi hapa, maswali yetu, hoja zetu zinaelekezwa kwa bodi ya ligi, hazielekezi kwenye taasisi nyingine. Hoja za klabu ya Yanga zinaelekezwa kwenye bodi ya ligi, na ndio hata mawasiliano yanafanyika hapa. Bwana, sisi tuna hoja hii specific bodi ya ligi. Hapo ndiko ambako mjadala ulipo. Asitokee mtu akahamisha goli kwamba Yanga labda wana discuss na watu fulani, sio kweli. Hoja ya Yanga specific imejikita kwa bodi ya ligi, na hoja za Yanga ziko very open. Kuhusu mechi ya Kariakoo Derby namba 184, hoja za klabu ya Yanga ziko wazi, zinatakiwa zipatikane majibu, na hakuna mtu mwingine wa kujibu isipokuwa bodi ya ligi.
kwa sababu wao ndio chombo kinachosimamia na kuendesha ligi. Ligi inaendeshwa na kamati ya saa 72 maarufu, jina hilo iko chini ya bodi ya ligi. Kwa hiyo pale ndiko kuna majibu ya hoja na maswali ya taasisi ya klabu yetu. Kwa hiyo hatuwezi kuuliza sisi wizara, hatuwezi kuuliza sehemu nyingine, imeulizwa pale na tunaamini majibu yatoka pale na jambo hili litapatiwa ufumbuzi kutokea pale. Kama klabu hamna hofu kwamba baada ya bodi ya ligi kupanga tarehe wakaendelea na taratibu zingine, mtapokwa alama 15, alama 3 zinaweza zikaenda kwa wapinzani wenu? Hamna hofu na hilo? Yes. Kwanza kwenye issue za taratibu hapa, nimepokea message nyingi hapa. Of course waandishi wengi walikuwa wanakuja hapa kuuliza, wanachama wetu wanauliza. Sasa tiketi zitaanza kuuzwa. Nimeona pia na watani zetu na wao wametumia kichaka hicho na wao kufanya ule utani wa jadi kwamba tuanze kutangaza tiketi. Kimsingi hawatanii. Walichokizungumza hawa watani zetu kwamba Yanga watangaze tiketi, ndio kanuni zinaelekeza hivi. Asitokee mtu akabadilisha hapa. Yaani wanachokiulizia wao ndio sahihi, kwa sababu yes, msimu uliopita tulikuwa tunatumia vendor wa bodi ya ligi. Msimu huu maboresho ya kanuni, kila klabu imetakiwa itafute vendor wake wa tiketi. Yaani naye anakuuzia tiketi. Kwa hiyo klabu zinachagua, mimi nitauziwa na kampuni hii kwa mfumo huu, mimi nitauziwa na kampuni hii kwa mfumo huu. Maana yake uuzaji wa tiketi, mpangilio wa kupata tiketi na kwenda viwanjani umerudishwa kwenye mamlaka ya vilabu kwa kanuni ambazo zinafanya kazi sasa hivi. Sasa basi, sisi Yanga baada ya kufikia kanuni tuliendelea kufanya kazi na NCAD. Tulifanya tathmini yetu tukajiridhisha kwamba NCAD kwa kipindi ambacho wametuhudumia kwenye matukio yetu wametuhudumia sahihi. Kwa hiyo hakuna sababu ya sisi kuwakacha. Kwa hiyo tukawaandikia NCAD, tukaendelea kufanya nao kazi. Kwa hiyo hata mechi hii tiketi zake ziko chini ya Yanga kwa kupitia NCAD. Sasa NCAD hawezi kuweka tiketi kwenye mfumo kama Yanga hatujasema tiketi kwenye mfumo. Hawezi kutangaza vituo vya kuuzia tiketi kama Yanga hatujasema vituo ni hivi. Hiyo ni kwa mujibu wa kanuni. Sio kwa mujibu wangu mimi au nini, ni kwa mujibu wa kanuni. Kwa hiyo asitokee mtu akaaminisha watu kwamba kuna namna nyingine ya kuingia uwanjani bila timu mwenyeji kusema. Kwa sababu sisi ndio tuna vendor wetu. Mamlaka yarudishwa kwetu kikanuni. Kwa hiyo sisi tunaamua sasa, bwana wewe tuuzia tiketi, bei zitakuwa hizi na vituo ni hivi elekezi. Kwa hiyo kwa msimamo ambao upo na ratiba ambayo tuko nayo hapa kutoka idara yetu ya mashindano, maana yake hiyo mechi haipo. Kama haipo maana yake hakuna mahala tiketi za Kariakoo Derby zitauzwa. As long as the club haijakubaliana NCAD kuuza hizo tiketi. Hakuna mahala, hakuna jinsi NCAD au mtu mwingine akauza ticket on behalf of Yanga. There is no way mtu mwingine akasimama akasema sasa ticket zinapatikana Kariakoo gerezani, ticket zinapatikana sijui Yombo au Buza kwa Lulenge, bila kutuconsult Yanga, kwa sababu kanuni inatulinda. Kama sisi tunatakiwa tutafute supplier wetu na tutangaze center ticket. Kwa hilo ni la kwanza kuliweka sawa vizuri, na naamini watu wengi ambao walikuwa wanajiuliza wamepata majibu sahihi kwa kadri ambavyo nimejitahidi kuelezea. Lakini jambo la pili umeuliza, timu isipokwenda upopo wa pointi, hofu. Kwanza ndugu yangu nikwambie tu ukweli, wala sikuficha. Yanga haipigi ramli. Sisi hatupigi ramli kujua kesho kuna nini. Sio kazi ya Yanga. Yanga ni taasisi ya mchezo wa mpira miguu, inaishi kwenye vile ambavyo misingi inaelekeza tuishi. Kwa hiyo hatupigi ramli. Mimi sijui nini kitatokea kesho. Sijui kwamba itakuwaje, watakwenda, sijui what will happen. Lakini kitu cha uhakika, kitu cha uhakika ambacho naweza kukuthibitishia ndugu yangu, Yanga Afrika ina point 73 sasa hivi kwenye msimamo wa ligi. Na ndio inaongoza ligi. Hizi point 73 ni pointi ambazo zimepatikana kwa nguvu kubwa. Watu wamewekeza pesa, watu wamewekeza muda, watu wamewekeza jasho lao, na ikibidi nyie wote ni mashuhuda.
Ziko safari mashabiki wanasafiri kwenda kuisupport timu yao kwenye mikoa tofauti tofauti, wanapata matatizo njiani. Wako watu wamepoteza uhai wao kwa ajili ya kuzitafuta pointi 3 za klabu yao. Kwa hiyo hizi pointi 73 Yanga walizipata, msifikiri ni kwamba imetokea tu out from nowhere na mtu anaweza kuamua tu kama mtu anaweza kuchukua. Ulioshapita barabarani ukakuta jiwe ukalichukua ukalirusha na ukaendelea na shughuli zako. Sio hivyo. Yaani uwezo kuto pointi za Yanga zimekaa hapo ukachukua wewe ukaziondosha. Hapana. Lazima misingi, taratibu, miongozo yote ipitiwe. Thamani ya pointi moja ambayo Yanga yuko nayo, sio yenyewe pointi 3 sijui 15. Thamani ya pointi moja ya Yanga kwenye msimamo wa ligi, thamani yake imehusisha fedha, imehusisha muda, imehusisha jasho, imehusisha damu, imehusisha pia mpaka uhai wa watu kuzipambania hizo pointi. Thamani ya pointi moja, mtu ameacha familia yake, amesafiri, amekwenda kutafuta matokeo. Sio jambo rahisi ukafikiri kwamba kata hapo weka hapa, kata hapo weka hapa. Hapana. Lazima sisi kama taasisi tupate clarification iliyonyooka. Sio kupunguza pointi, hata nusu pointi. Una kama Yanga na 73, sasa awe na 72 na nusu. Hiyo nusu inabidi uitolee maelezo ya kutosha na yazingatie miongozo ambao tuko nayo. Kwa nini umepunguza hiyo pointi, nusu pointi ya Yanga? Kwa hilo ni kutoe mashaka. Japo mimi sijakwambia hili kwa sababu napiga ramu. Nimekwambia kwa hiyo kusema kama mna hofu mtakata pointi, tunaweza kukata pointi, yes, kama kanuni, miongozo, taratibu inayotuongoza ikisimamia haki na sisi ikaonekana kweli tumepindisha hiyo haki, tunaweza kuadhibiwa. Lakini hivi tu shehe, macho kuona, panga ndugu yangu. Pointi za Yanga ni pointi ngumu. Asikudanganye mtu. Pointi za Yanga ni ngumu, zimetafutwa kwa ugumu na kutolewa pia, zitatolewa kwa kufuata misingi ya kanuni. Na watu kasema tusipige ramli. Wewe kuwa na subira. Sisi hatutambui hiyo mechi kwa mujibu wa ratiba tuliyokuwa nayo. Kamati ndani ya klabu ya Yanga imeshatoa miongozo yake, viongozi wa klabu ya Yanga kwenye matawi wameshatoa miongozo yao, na huo mjadala ulikuwa umeshafungwa. Kwa hiyo nini kinatokea mbele, Yanga tupige ramli. Tuko hapa tunasubiri kuendelea na program nyingine. Tuna mechi na Prison na mechi na Dodoma, tumalize tuchukue ubingwa wetu inshallah, tutasherehekea. Ubingwa unawezaje kuchukua pasipo kucheza huo mchezo dhidi ya Simba? Si mechi na mimi nikamiliki kwenye ligi ili ndio muweze kupata ubingwa. Hasa kwenye utaratibu wa kukamilika tutakuwa muongozo. Kwa sababu sio kwamba hii mechi ni mpya. Hii mechi ilikuwa Machi 8. Ilikuwepo. Kwa nini haikukamilika pale? Ndio maswali ambayo Yanga Afrika wanauliza, na ndio maswali ambayo yanatakiwa atolewe majibu. Na wakutoa majibu haya maswali ni chombo kimoja ambacho kinasimamia na kuendesha ligi yetu ambayo ni bodi ya ligi. Kwa hiyo sidhani kama kuna kona nyingi. Na nyinyi wala msifanye hili jambo likaonekana la mlongo mrefu. Mlongo wake ni mfupi tu, na ndio maana ilikuwa very clear. Hata mkisikia wanazungumza wanachama wetu, it's very clear. Hata viongozi wamesema it's very clear. Once majibu yatakapotoka, hata kama ni leo, kesho Yanga anatwanga. Yaani once majibu yatakapotoka, very clear, very open, kesho Yanga Afrika wanatwanga. Wala hakuna shida. Sisi klabu yetu shehe ni ya mcheza mpira. Sisi hatuko hapa kwa ajili ya kulima, hatuko hapa kwa ajili ya nini. Shughuli yetu ya msingi hapa ni kucheza mpira. Kwa hiyo inapotokea opportunity ya kucheza mpira, tutacheza mpira. Lakini tucheze mpira ambao miongozo na kanuni zimefuatwa. Kwa nafikiri hii ni muhimu pia wanachama na mashabiki wakalijua na wakaelewa, kwa sababu mimi jukumu langu la msingi ni kuwajuza yale ambayo yanaamuliwa kwenye taasisi na muongozo wa kufuata. Sitokee baadaye mtu akafanya tofauti au mtu na kibanda chake huko akawa anauza ticket, baadaye akaja kwa mujibu wa kanuni, bwana Yanga ameniingiza hasara, ndio ticket mechi sijaona. Hapana. Unaelewa vizuri hili jambo Sitokee mtu huko akauza ticket alafu mechi ikawa haipo, baadaye ukaja hapa klabuni ukasema kwa mujibu wa kanuni Yanga mnatakiwa mtangaze vituo, nimeenda pale kuna tiketi mlipe hela yangu. Sisi hatuhusiki. Tunapohusika na tukio kwa mujibu wa kanuni tutatangaza. Na tukitangaza tuelekeze pia na vituo vya kufuata kununua tiketi. Kwa hiyo ni muhimu pia na mashabiki wa Yanga na wadau wa mpira wote ambao kanuni inawaelekeza kwamba Yanga ndio wanawajibika kutangaza vituo na kuuza hizo tiketi. Yanga hahusiki na hilo jambo kwenye huo mchezo huo, Yanga hautambui.
Tumalize na kwa maelezo ambayo umeyatoa, kama bodi ya ligi itatoa majibu, kwa hiyo dabi inaweza kuwepo 100% ndugu yangu. Yaani wala isionekane ni jambo no. Majibu ya hoja za msingi za klabu ya Yanga ambazo uongozi wetu, kamati tendaji na wanachama hayo maswali wanajiuliza, yakipatiwa majibu ngoma inapigwa asubuhi mchana kweupe. Sisi Yanga ndio maana hata wenye akili timamu, watu wenye akili timamu vizuri, watu ambao akili zao zinafanya kazi vizuri, wanatambua kwamba Yanga hawana hofu na timu yoyote. Tunaziheshimu timu zote za ligi kuu, lakini hatuna hofu na timu yote. Tena huyo Simba ndio mtu ambaye tumemfunga mara nyingi sisi kwenye historia yetu. Basi chana historia tu hivi karibuni tumemfunga mara nyingi. Kwa hiyo hai make sense kusikia mtu anataka kucheza na mtu ambaye anamfunga mara nyingi. Tena sisi tungekimbilia kama unataka ubingwa tu njia nyepesi, tungeukimbilia hiyo mechi kwa sababu tunajua tunashinda. Tunashinda wachukua zako ndo. Lakini tunataka tushinde hapa sio point 3. Tunataka tushinde kwenye hoja. Tupate majibu mazuri ili sasa wadau wa mpira, mashabiki, wanachama wetu ambao sasa hivi unasikia shinikizo kwa uongozi, kama tendaji wapate cha kuambia wanachama. Kwa bana tulipeleka timu Machi 8 mechi haikuchezwa kwa sababu hizi. Palikuwa pana tishio la usalama, ripoti ya maafisa wa usalama ni hii, jeshi la polisi ripoti yake ni hii. Palikuwa pana viashiria vya rushwa mnasema na mechi ilisimamishwa kwa sababu hiyo. Juzi nimeona kaka yangu Karim Boimanda anasema bodi ya ligi sio chombo cha uchunguzi. Msikia akifanya mahojiano akisema bodi ya ligi sio chombo cha uchunguzi. Lakini nimkumbushe tu kaka yangu Boimanda, cause ni kaka yangu, ni senior na ninasoma naye mpira, arudi nyuma akumbuke barua ambayo bodi ya ligi waliitoa wakati wakiahirisha. Sio maneno yangu, na uende ile barua aliandika mwenyewe kama mkuu wa idara ya habari ya bodi ya ligi. Ile barua iko very clear na ilieleza kwamba muda ambao wangetaka kufanya uchunguzi sio chombo kingine. Unaelewa, muda ambao uchunguzi ungetaka kufanyika ulionekana hautoshi. Kwa hiyo walitaka kujipa muda ufanyike uchunguzi wa kutosha ili majibu yaje, alafu tarehe tangazwe. Manake kama kuna viashiria vya rushwa, usalama, na inabidi ufanye uchunguzi. Sasa kama ile barua ilitoka na yeye nafikiri ndo aliandika kama mkuu wa idara, leo akituambia kwamba bodi sio chombo cha uchunguzi, na kwenye barua yake hakuwa ameelekeza kwamba kuna vyombo vya uchunguzi. Kwa sababu ungeelekeza kwamba kuna vyombo vinafanya uchunguzi, leo hii wa Tanzania wadau wa mpira wangeenda kutuuliza hivyo vyombo. Si ndio bwana? Kama mechi hii imeahirishwa kwa sababu tumeachia chombo fulani kifanye uchunguzi, bila shaka yoyote leo hii wadau wa mpira wasingekuwa wanakwenda kwa bodi ya ligi kuwauliza. Wangeenda kwenye chombo husika, bwana chombo fulani, okay, let's assume ni masuala ya rushwa, TAKUKURU, wangeenda kuuliza. Ni waandishi mngeenda pale, bwana TAKUKURU, hii mechi mliahirisha Machi 8 kwa sababu ya rushwa, ripoti imefikia wapi? Ndio chombo pekee chenye mamlaka. Lakini nakumbuka mimi kama kumbukumbu iko sawa, TAKUKURU wilaya nafikiri mkoa walisema kwamba hawapokea taarifa yoyote ya rushwa. Kwa hiyo maana kama vyombo hivi havikusema, bodi ya ligi wanajua. Kwa hiyo nikataka nimkumbushe kaka yangu Boimanda, nimeona sasa hivi anafanya mahojiano mengi, anatufanyia promotion Yanga. Tumuombe mechi nyingine pia atusaidie. Tuna mechi na Prison kule Mbeya, tuna mechi na Dodoma hapa, atusaidie pia. Asiishie tu hapa. Mechi ikija ya mwisho ya nini, atusaidie pia kutufanyia promotion. Tuna mechi za kimataifa. Boimanda pia anakuja front kutusaidia kufanya promotion. Kwa hiyo nimemkumbusha tu wakati anafanya hii media tour yake, anazungumza kama kiongozi wetu wa mawasiliano wa bodi, na sisi wa maafisa habari tuko chini yake, inabidi akumbuke pia reference za nyuma. Unaposema bodi haina chombo cha uchunguzi wakati mechi iliahirishwa kwa sababu muda wa kufanya uchunguzi ulionekana hautoshi. Unajua ni logic tu ya kawaida. Kama muda ulionekana hautoshi, maana yake these people walihitaji muda wa kutosha wa kufanya uchunguzi. Na huo uchunguzi unafanya nani? Kama mlisema kuna viashiria vya rushwa, kuna sababu za kiusalama, maana yake ilibidi mu-identify anayefanya uchunguzi ni nani. Ni jeshi la polisi, ni TAKUKURU, ni nani? Ili sasa waandishi wa habari na nyinyi msizunguke, mjue mnafuata hizi mamlaka bwana. Mlipoa hii task na bodi ya ligi kwa ajili ya uchunguzi ripoti ya mechi ya dabi. Sasa ukiona ipo kimya na hatujui chombo gani kinashughulika na huo uchunguzi, na hicho chombo kilishakanusha kwamba hakijapokea malalamiko, maana yake sasa unatuambia
chombo kingine ambacho jamii haikijui kinafanya huo uchunguzi kwa siri. Sasa mechi itachezwaje kama huo uchunguzi pia haujakamilika? Tunajiridhisha vipi sisi kama tena hakutakuwa na mambo ya rushwa? Tunajiridhisha vipi sisi kama hakutakuwa na mambo ya usalama? Kwa hiyo nafikiri kaka yangu Boimanda naye angerelax sasa hivi, angepumzika kidogo, akafanya tafiti pale mambo yake, ili akitoka front kuja kuzungumza awe na details za kutosha, kwa sababu sasa hizi hauzungumzi na Yanga peke yake, unazungumza na public. Na hata sisi Yanga sasa hivi hatucommunicate na bodi ya ligi peke yake, na communicate na public, kwa sababu hii mechi ina interest ya public. Kila anayetaka kujua anatakiwa apate majibu. Si Yanga tukisema hatuutambui huu mchezo, tumetoa sababu zetu kwa nini hatuutambui huu mchezo, na public imeshajua. Tukisema kwamba tukipatiwa majibu tunataka tucheze, maana yake hiyo ni commitment ambayo mimi nimepewa na viongozi wangu, kwamba bwana, majibu yakitoka mechi ya machinani iliahirishwa kwa sababu hii na aliyekosea ni huyu, hatua hizi zimechukuliwa, si ndio bwana? Tumejiridhisha kwamba safari hii hakutakuwa na hiki na hiki, uongozi wangu umenihakikishia hiyo mechi itachezwa. Hayo majibu yakitoka hiyo mechi inachezwa. Lakini kama majibu hayatoki, shekhe, unatangaza tu mechi, yashirikisha wadau wengine, kwa sababu kuna wadau walitoka public wakatangaza kupata hasara baada ya machinani, si ndio? Toka wadau wakatangaza walipata hasara baada ya machinani. How are we sure kwamba wadau wote wameshirikishwa kwenye kupanga mechi ya pili? Sababu sisi kama Yanga ni miongoni mwa wadau ambao watakao tushirikishwe kwenye kupanga hii mechi. Kama tuliahirisha, tunapanga hapa, tutakuwa tushirikishane wote kwamba ni hivi ni hivi ni hivi. Kwa naamini mimi kwa mujibu wa taasisi yetu tuko hapo, na ndio msimamo huo, na wana Yanga ambao wako Mbeya wajiandae kupokea timu yao. Yanga Afrika inakuja Mbeya na kuja kucheza mechi na Prison. Support yenu, hamasa yenu ndio tuongoza sisi kupata matokeo mazuri.